Leo tutakwenda kumwangalia mtu mmoja hapa anayeitwa Nuhu. Hebu basi wakati huu, kabla sijaendelea na neno la Mungu, niweze kumshukuru Mungu, alafu baada ya hapo tutaendelea. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ninakushukuru tena niko mahali hapa Bwana. Mwangalia mtazamaji huyu, Bwana wa majeshi, naomba Bwana ukamsikizishe sauti yako, nami pia naomba niwezeshe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Baada ya kumshukuru Mungu, hebu tuende kusoma andiko, neno la Mungu, kitabu cha Waebrania sura ile ya 11 na ule mstari wa 7. Neno la Mungu linasema hivi: kwa imani Nuhu akisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, kwa jinsi alivyomcha Mungu, aliunda safina apate kuokoa nyumba yake, na hivyo akauhukumu makosa ulimwengu, akawa mrithi wa haki ipatikanayo kwa imani. Matokeo ya imani ya mwenye haki, sehemu hii ya 4. Tutakwenda kuangalia maisha haya ya Nuhu. Nuhu anatajwa na mwandishi wa kitabu hiki cha Waebrania kwamba aliunda safina, alitengeneza safina, na kitendo hicho akahesabiwa haki kwa imani. Kwa sababu ya imani yake aliyokuwa nayo ya kumwamini Mungu, akatengeneza safina, aliunda safina, aliokoa kizazi chake kwa sababu ya imani yake, na akahesabiwa haki na Mungu kwa sababu ya imani yake. Sasa nakwenda kuangalia matokeo ya imani ya mwenye haki, sehemu hii ya 4, kwamba imani ya mwenye haki inaleta matokeo mengine ya kwamba kutii amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia, matokeo au imani ya mwenye haki inaleta matokeo ya kutii amri za Mungu, ya kutii amri zake. Kwa nini? Nuhu aliishi kwenye kile kizazi, katika ulimwengu ule ambapo wanadamu wengi walimwasi Mungu, walimkosea Mungu. Hebu tusome kidogo pale kitabu cha Mwanzo 6, tuangalie kidogo jinsi Nuhu alivyoweza kutii amri za Mungu na kutembea kwenye maagizo ya Mungu, hatimaye akafanikiwa kukiokoa kizazi chake. Tuangalie Mwanzo tuangalie Mwanzo 6, tuanze na ule mstari wa 9. Hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu akazaa wana 3 wa kiume, Shemu na Hamu na Yafeti. Dunia ikaharibika mbele za Mungu.
dunia ikajaa dhuluma. Mungu akaiona dunia na tazama imeharibika, maana kila mwenye mwili amejiharibia njia yake duniani. Mstari wa 13, Mungu akamwambia Nuhu,